Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Damu Hussein na tuelekee huko Tel Aviv nchini Israel ambapo zaidi ya watu 2000 wameandamana wakipinga kile ambacho Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema bado hajamaliza kazi huko nchini Iran na kwamba mpango wake ni kwa ajili ya mapambano zaidi. Takribani watu 200 wamehudhuria maandamano dhidi ya serikali huko Tel Aviv wakivuka kikomo cha watu 1000 kilichoamriwa na mahakama, ingawa polisi wa kuingilia kati kama walivyofanya katika wiki zilizopita walipotaja vikwazo vya usalama kutokana na vita nchini Iran. Waandamanaji hao walikuwa na mambo mengi, lakini miongoni mwa hayo ni pamoja na kumtaka Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu asikubaliane tena na mpango wa kuendelea na vita huko nchini Iran. Ilikuwa ni wiki ya 6 mfululizo wa maandamano ya makundi mbalimbali ya mrengo wa kushoto yanayopinga vita vya Iran na mashirika mengine ya waandamanaji yakipinga madai ya ufisadi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na jitihada za serikali yake za kurekebisha mahakama na kuachilia wanafunzi wa imani ya Orthodoksi katika utumishi wa kijeshi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Times of Israel, Alon Lee Green, mmoja wa waandamanaji katika mkutano huo, alidai kwamba watu 10,000 walikuwa kwenye maandamano katika eneo la Habima huko Tel Aviv. Vyombo vya habari ikiwa ni pamoja na Haaretz pamoja na Ynet yote yaliweka idadi hiyo kuwa ni watu 2000, bado ni mara mbili ya idadi iliyowekwa katika uamuzi wa mahakama ya juu siku ya Ijumaa. Maandamano hayo yalitokana na kurushwa kwa makombora mazito na yaliyoua idadi ya Waisrael kutokana na vita vilivyokuwa vikiendelea kati ya Israel na Marekani dhidi ya Iran katika kipindi cha wiki 6 zilizopita. Baada ya usitishaji wa mapigano uliotetereka kuanza wiki iliyopita, mahakama iliongeza idadi ya washiriki walioruhusiwa, lakini kacha kofia kama tahadhari. Waisraeli wanathibitisha kwamba hawapendi vita dhidi ya Iran. Raia nchini humo hawakubaliani na kile kinachofanywa na waziri mkuu pamoja na utawala wa Kiyahudi huko Israel. Takribani magari 12 ya polisi ya mipakani yaliegeshwa karibu na mwisho wa kusini mwa maandamano hayo, na polisi pia walichukua kilima kidogo kinachoangalia maandamano. Shirika la habari la Haaretz limeripoti kwamba mchochezi wa mrengo wa kulia Mordechai David aliongoza makumi ya wanaharakati ambao walijaribu kuingia katika uwanja huo wa maandamano, lakini walizuiliwa na waandalizi wa maandamano. Polisi wa mpakani walimsindikiza Ben David kutoka uwanjani, lakini aliweza kupata ufikiaji kutoka sehemu nyingine. Hatimaye alizuiliwa pamoja na mwanaharakati mwingine wa mrengo wa kulia ambao wote waliachiliwa kama saa moja baadaye, shirika la habari la Haaretz limeripoti. Mwanaharakati huyo wa mrengo wa kulia alionekana kwenye maandamano ya mashirika ya mrengo wa kushoto dhidi ya serikali ya sasa ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu huko Tel Aviv. Maelfu pia walikusanyika kwa maandamano ya kuipinga serikali katika uwanja wa Paris mjini Yerusalemu. Watu 3 walikamatwa kwa madai ya kuvuka mstari wa polisi, Haaretz imeripoti, na baadaye walipewa faini na kuachiliwa. Mamia pia waliandamana huko Haifa ambapo mahakama iliweka kikomo kuwa ni watu 150. Kulikuwa na maandamano mengine madogo katika maeneo mengine. Huko Tel Aviv ilitangazwa kwamba serikali inaunda hali ya dharura ya kudumu inawaacha raia wasiokuwa na makazi na kupitisha sheria ya mapinduzi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio yanayotokea huko nchini Israel. Raia wanaandamana kutokana na vita vilivyoendeshwa ndani ya siku 6 ambayo Israel na Marekani waliendesha dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na sasa kutokana na kauli ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu aliyedai kwamba hakumaliza alichokitaka huko nchini Iran, anataka kurudi vitani kwa mara nyingine tena. Raia wameamua kuingia barabarani kupinga mpango huo wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana.